Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa St. Paul Official Media, kwanza kabla ya yote ni kuombe uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Kisha subscribe chaneli hii, kisha tuweze kuendelea. Katika kipindi chetu cha leo tutatafakari masomo katika sherehe ya Pentekoste, yaani siku ya kuzaliwa kwa kanisa. Sherehe hii ya Pentekoste leo tutaangazia katika masomo na tafakari, ambapo somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya kwanza mpaka ya 11, na somo la pili linatoka katika kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 12 aya ya 3b mpaka ya 7, aya ya 12 mpaka ya 13. Pia injili itatoka Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 mpaka ya 23. Leo tunatafakari kwamba sote tunafanywa wana wa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tuanze kwa kusoma somo la kwanza. Somo katika kitabu cha kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya kwanza mpaka ya 11. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwako Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii ilipokwisha, makutano walikutanika. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa sababu kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Waparthi na Wamedi na Waelami nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande zote za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na Wangofu, Wakrete na Waarabu. Tunawasikia hao wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Hilo ndilo neno la Bwana. Wimbo wa katikati unatoka Zaburi ya 104 aya ya kwanza, aya ya 24, mstari wa 29 mpaka wa 31 hadi 34. Nafsi yangu muhimidi Bwana. Wewe Bwana Mungu wangu, umenifanya mkuu sana. Bwana, jinsi alivyo mengi matendo yako, dunia imejaa mali zako. Kiitikio: waipeleka roho yako, Bwana, nawe waufanya upya uso wa nchi.
Somo la pili, somo katika kitabu cha kwanza cha Wakorinto sura ya 12 aya ya 3b mpaka ya 7, aya ya 12 mpaka ya 13. Hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yule yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo. Kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Hilo ndilo neno la Bwana. Shangilio la haleluya. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waumini wako, uwatie mapendo yako. Somo katika kitabu cha Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 mpaka ya 23. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale palikuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo, akawaonyeshea mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Hilo ndilo neno la Bwana. Tafakari katika Dominika hii ya Pentekoste. Somo kuu kwamba sote tunafanywa wana wa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Leo zimetimia siku 50 tangu tuliposherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani sherehe ambayo sisi wanakanisa tumekuwa tunaiadhimisha kwa siku zote hizo 50, na leo inahitimishwa katika tukio hili muhimu la Roho Mtakatifu alipowashukia mitume na kuwa mwanzo wa kanisa. Na sherehe ya leo kwa hakika inakamilisha fumbo la Pasaka. Kwa kufa na kufufuka kwake Kristo ametupatanisha tena na Mungu. Ameshirikisha uzima wake. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu anayemwagika ndani yetu ni uthibitisho huo mmoja wa umoja wetu na Mungu. Neno la Mungu katika azimisho hili la leo linakazia tunu ya umoja uliojengwa na Roho Mtakatifu kati yetu sisi na wana wa Mungu, na kati yetu sisi na Mungu. Umoja huu unatuweka katika hali ya imani, kwa kuwa upendo wa Mungu utakuwa unatawala ndani yetu. Kwanza kabisa, Roho Mtakatifu anatufanya wamoja na kuzungumza lugha moja. Kwa kuwa tunazungumza lugha moja, lakini watu tunaowasikia katika somo la kwanza ambapo walikuwa wamejazwa na Roho Mtakatifu wanawashangaza wale wanaowasikiliza, ingawa wote ni asili tofauti, lakini wanaonekana kuongea katika lugha moja na kuelewana vizuri. Ni suluhisho la sosomoko la Babeli. Rejea kitabu cha
Mwanzo sura ya 11 aya ya kwanza, kwamba kiburi cha mwanadamu kilichoanzia katika dhambi ya wazazi wetu wa kwanza kinaendelea kuonekana na mwishoni kinamweka mwanadamu katika hali ya kugawanyika na mahangaiko. Basi siku ya Pentekoste mwanadamu anasikia sauti moja tu kutoka kwa Mungu, na zaidi anajua maana yake, hivyo anaingia katika uelewano na mwanadamu mwenzake, na wote kwa pamoja katika uelewano na Mungu. Lugha wanayoizungumza ni upendo wa Mungu ambao unafunuliwa kwa njia ya Roho Mtakatifu. Leo hii bado tutashuhudia mengi yasiyopendeza katika ulimwengu wetu, ambapo ni vita, mafarakano na hata utengano kati ya wanafamilia. Hii kweli ni changamoto, kwani lazima tujiulize ni kwa nini hatuongei kwa lugha moja. Sayansi na ufumbuzi wa kidunia unaendelea kumtukuza mwanadamu katika kutaka kuterejeza tena na Babeli. Mpendo wa mtazamaji, jambo la pili ni katika utajiri wa vipaji vyetu wanadamu katika kuijenga jamii moja. Tutafanikiwa katika juhudi hii pale tutakapoweza kutambua kuwa vipaji vyote na uwezo tulionao ni kutoka kwa Mungu. Na Mungu Mwenyezi anatupatia kila mmoja kipaji mahususi kwa ajili ya kustawisha ulimwengu na kanisa. Hili ndilo ambalo amemkabidhi mwanadamu wakati wa uumbaji. Hivyo basi tunatakiwa kutambua kuwa asili ya uwezo na vipaji vyetu ni kutoka kwa Mungu mtakatifu. Ndiye azitendaye kazi zote katika wote kwa kupitia Roho Mtakatifu. Na pili, tunaalikwa kutimiza wajibu zetu katika kanisa kwa ajili ya kujenga ulimwengu. Hivyo basi tuepuke vishawishi vya kutumia uwezo wetu kwa ajili yetu binafsi. Na jambo la tatu linalojitokeza leo ni muunganiko wetu na Mungu wetu. Hivyo ujio wa Roho Mtakatifu unatupatanisha tena na Mwenyezi Mungu kwa kusamehewa dhambi zetu. Na zawadi ya Roho Mtakatifu kati yetu ni tangazo la huruma ya Mungu, na sote tunaunganishwa katika Mungu mmoja. Hivyo kwa njia ya Kristo, yaani tutafanywa kuwa na tunafanywa kuwa wana wa Mungu katika mwana. Mbingu na dunia sasa zinaunganishwa katika namna ya ajabu kabisa ya kuwa uzima wa kimungu uliopotezwa kwa dhambi unarejeshwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye anatutakasa na kutufanya hai katika Mungu. Pentekoste inatuletea amani ya kimbingu na utulivu unaokuwa ndani mwetu ni wa kipekee, kwa kuwa tunaye Mungu ndani mwetu. Yeye ni mtakatifu na mkamilifu, anaweza yote na pia anayo yote. Amani ya Kristo ni ya kudumu. Mpendo wa mtazamaji, Dominika ya Pentekoste ni azimisho takatifu sana na sikukuu kubwa mojawapo katika kanisa. Hivyo basi kanisa litasherehekea kuzaliwa kwa kanisa, yaani mitume walipotokewa na Roho Mtakatifu ndipo walibatizwa zaidi ya watu 3,000 ambapo kanisa lilianza. Inasemekana kadiri ya mapokeo na maandiko ya kanisa. Hivyo basi Dominika ya Pentekoste ni baada ya Dominika ya sherehe ya kupaa kwa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni, ambapo ilikuwa ni siku ya 40 kabla ya Roho Mtakatifu ambaye aliahidiwa siku ya 50, yaani ni hitimisho la maadhimisho ya sherehe takatifu ya Pasaka ambayo ndiyo leo
yaani Dominika ya Pentekoste. Asante mpendwa mtazamaji. Kwa kuhitimisha, tusali sala ifuatayo. Ee Mungu Roho Mtakatifu, njoo ndani mwetu na ulijaze kanisa lako kwa wingi wa mapaji yako, na utufanye tuweze kuwa na umoja unaoletwa uwepo wa ndani yetu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.